Karibu katika darasa hili tutaangalia sifa za mtambaji wa hadithi. Msimuliaji wa hadithi pia huitwa mtambaji au fanani. Na miongoni mwa sifa anazopaswa kuwa nazo, moja ni kuwa mchangamfu na mcheshi kwa hadhira yake ili kuwafanya wapendezwe na hadithi anayoiwasilisha. Lakini pia awe anafahamu utamaduni wa jamii husika, jamii anayoitambia hadithi. Vile vile fanani au mtambaji anapaswa kuwa anaifahamu hadhira yake vizuri na kusimulia kulingana na mapendeleo yao. Kwa mfano kama ni wasichana au wavulana, vijana au wazee, ni vyema sana fanani au mtambaji akaifahamu hadhira. Vile vile awe na uwezo wa ufaraguzi, uwezo wa kubadilisha sehemu fulani za sanaa bila kujifunga na muundo asilia. Awe na uwezo wa kubadilisha kulingana na mazingira, wakati na aina ya hadhira alionayo. Sifa ingine ni awe mwenye kumbukumbu nzuri, uwezo wa kukumbuka matukio na kuyaunganisha vizuri. Mtambaji pia anapaswa kuwa na uwezo wa kuigiza kwa kutumia viungo vyake vya mwili kama uso, kuonyesha ishara mbalimbali, sauti, kupanda na kushuka kama kiimbo na kadhalika. Vile vile awe ni mwenye uwezo wa kujenga taharuki kwa kusita kidogo ili kuvuta na nadhari ya hadhira yake. Kwa hiyo mtambaji lazima awe na uwezo wa kujenga taharuki. Vile vile kushirikisha hadhira yake katika nyimbo na matukio mbalimbali atakayokuwa anayasimulia, kama kupiga makofi, kupiga vigelegele, kuamsha hisia za hadhira yake. Pia mtambaji anapaswa kuwa mlumbi, hodari na mkwasi wa lugha. Kwa sifa hizi basi msimuliaji wa hadithi au mtambaji wa hadithi ataweza kufanikiwa kuitamba hadithi yake na kuifanya inoge na kupendeza kwa hadhira yake. Karibu, ulikuwa nami Mwalimu Maeda.